Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Washington, Marekani. Naitwa Ramadhani Fupi. Serikali ya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump imeamua kufuta visa za wanafunzi wa elimu ya juu wanaotoka nchini China kwenda kusoma nchini Marekani. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye aliandika katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter, pamoja na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyochapishwa wiki iliyopita, ambayo inasema kwamba sera mpya ya visa ni kwamba ni ya kuiweka Marekani kwanza, sio Uchina. Pia taarifa hiyo iliongeza kwa kusema kuwa chini ya uongozi wa Donald Trump, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani itashirikiana na idara ya usalama wa ndani kufuta visa zote za wanafunzi kutoka nchini China, ilisema taarifa hiyo. Kwa upande wa serikali ya China, kupitia wizara yake ya mambo ya nje, imesema kwa kukosoa uamuzi huo wa Marekani, ambapo China ilidai kuwa huku ni kuharibu haki za wanafunzi wa China kupata elimu katika taifa hilo la Marekani. Kadhalika, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Mao Ning, amesema kwamba China inapinga vikali uamuzi huu wa Marekani. Tabia hii ya kisiasa na ya kibaguzi ya Marekani imefichua uongo wa kile kinachoitwa uhuru na uasi ambao Marekani imekuwa ikitangaza kila mara, alisema Mao Ning. Taifa la China ni taifa la pili lenye idadi kubwa ya wanafunzi wa kimataifa wanaosoma nchini Marekani, huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na taifa la India. Kufuatia idadi kubwa ya wanafunzi hao kutoka nchini China, taifa la China liliunda takriban robo ya wanafunzi wote wa kigeni nchini Marekani, hasa katika mwaka wa masomo wa 2023-2024. Aidha, inadaiwa kuwa ni zaidi ya wanafunzi 270,000 wapo nchini Marekani kwa lengo la kupata elimu ya juu. Taarifa inaeleza zaidi ikisema kwamba wanafunzi wengi kutoka taifa la China wanaosoma nchini Marekani ni wanafunzi wanaotoka katika familia za wasomi, hivyo kuna uwezekano mkubwa wakawa na uhusiano na chama cha kikomunisti cha nchini China. Aidha, inadaiwa kuwa zaidi ya wanafunzi 90,000 kutoka China wanaosoma nchini Marekani ni wanachama wa chama cha kikomunisti cha nchini China. Itakumbukwa chama cha kikomunisti nchini China ni chama ambacho kimekuwa kikipigwa vita sana na Marekani, hasa katika utawala huu wa sasa wa Rais wa Marekani Donald Trump. Pia itakumbukwa kwamba uhusiano baina ya China na Marekani uliingia doa baada ya mataifa hayo mawili kupandishiana ushuru wa bidhaa hadi kufikia 150%, lakini baada ya mivutano ya muda mfupi uhusiano huo walau ulikuja kukaa sawa. Lakini wakati huu ni kama vile Donald Trump anataka kuyumbisha tena uhusiano baina yake na China, hasa kufuatia uamuzi wa kuwatimua wanafunzi kutoka nchini China wanaosoma nchini Marekani, jambo ambalo wachambuzi mbalimbali wa siasa za ulimwengu wanasema kwamba hii italeta tena utofauti baina ya nchi hizo mbili. Mfuatiliaji wa Fupi Media, na wewe una nafasi ya kutoa maoni yako kuhusu hiki kinachofanywa na serikali ya Marekani dhidi ya wanafunzi kutoka nchini China ambao wamekuwa wakipata maarifa mbalimbali katika taifa hilo la Marekani. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.